Ndugu zanguni, mpaka ukimwona mchungaji amekuja maeneo kama haya inabidi usituke. Kwanza mimi sio mambo yangu. Ila ambao ukishaona nimefika, mjue hali sio nzuri. Tumefikia level mbaya. Klabu imefikia hatua sasa hivi itakuwa sio ya kwetu tena wana Simba, itakuwa ya mtu. Hapa ilipofikia tunadaiwa hela hizi, inabidi mtu aondoke. Isije ikafikia bilioni 500 tukashindwa kulipa, klabu ikawa ya mtu. Kwa hiyo tunaiomba serikali itusaidie tuweze kulimaliza hili tatizo. Na lingine ambalo nimeliona, mwenyekiti anavishwa ubaya na tunapigishwa shoti. Mimi nilishangaa. Maombi gani haya Mungu ajibu? Kila siku naomba Simba inafanya vibaya. Mungu nasitoka hiki kitu, shida iko wapi? Kumbe mimi ninaomba wenzangu wananipigisha shoti. Naomba wenzangu wananipigisha shoti. Baada mimi siku moja nikasema nikafunga siku 2. Mbona naomba naona Simba hii. Kumbe kuna watu ndani ya Simba wanapigisha shoti ili Simba ifanye vibaya. Juzi nimeona kuna mtu katoka juu kaenda chini pale. I say hii Simba ilipofikia, mimi hata maombi sasa hivi nimesitisha. Kwa sababu naona kama namtania nani? Namtania Mungu. Naomba kumbe kuna watu wanapejeza mambo yao, afu Simba izidi kufanya vibaya. Mimi kitu kingine ambacho kinaniuma zaidi na kinasikitisha, imefikia sisi ni watu wa kudanganywa. Na wana Simba sasa hivi moyoni na kwenye midomo yao wanamuona Mo ni wa maana kweli kweli. Kila kitu Mo. Bila kujua kwamba sisi tumefanya research kwamba tatizo kubwa la Simba ni Mo Dewji. Ndio shida kubwa ndani ya Simba. Na asipoondoka tutaendelea kuteseka. Wana Simba kukuta pale mlipo. Huyu mtu anatakiwa aondoke, waje watu wapya wenye fikra mpya. Tumedanganywa vya kutosha, akatuambia siku moja tujengee uwanja wa Simba ule. Kwa taarifa yenu, Jakaya Kikwete, rais mstaafu, alitusaidia kupata ule uwanja kule Bunju. Lakini leo ule uwanja unaitwa nani? Mo Arena. Baada ya kuitwa Simba unaitwa Mo Arena. Maana yake sasa hivi Simba ishakuwa ya familia. Huyu mwanamke mdogo wake anashikilia timu ya wanawake. Baba yule na yeye kwenye bodi yake. Yeye mwenyewe ndio chairman wa Simba Sports Club. Na siku moja nilimnukuu siku moja anahojiwa na BBC, anadai kwamba katika uwekezaji kwake. Ile wana Simba sio nani kawaloga. Hawastuki. Na kuna watu wanaita Simba chawa. Wewe niite chawa mpaka mwisho, lakini najua ninachokifanya. Kwamba Mo kampeni iliyopo sasa hivi aiachie Simba yetu. Sisi tuendelee na watu wengine wapya. Simba sasa hivi kuna watu wanahofu kwamba labda akiondoka Mo, Simba labda itayumba. Biblia imeandika ole wake yeye mtegemee mwanadamu. Sisi tunamtegemea Mo, amekuwa kama Mungu wetu. Na ndio maana mtu mwingine anakuambia ukimsema Mo vibaya mimi nakupiga. Mimi sasa hivi naona ninavyotembea, mtu yoyote ambaye ataniataki mimi atakwenda na maji. Kwa sababu hali ilipofikia Simba sasa hivi ni kujitoa mhanga kama sisi. Sisi tumeamua kujitoa mhanga kwamba atupishe waje wawekezaji wapya ili Simba iende kugrow. Haiwezekani toka 2018 Simba imestiki. Simba iende kokote iko pale pale. Kwa sababu hii ni klabu ya wanachama, hii sio klabu ya mtu. Sasa kama wanachama wanawazuia kwenye klabu yao ili wasiwepo, unataka hiyo klabu itakuwa haiwezi kwenda mbele. Kwa hiyo mimi ninachowaomba, JB kamaliza, Dr. Mo kamaliza, mimi kama nasherehesha tu mwishoni. Ninachoona wana Simba, tatizo kubwa la Simba liko kwa Mo, si kwa Mangungu. Kwa sababu kabla ya Mangungu alikuwepo Mkwabi. Mkwabi alijiuzuru. Na alijiuzuru kwa sababu ipi? Aliona ndani ya Simba mambo hayaendi, akaamua kukaa pembeni na hakusema kwamba shida ni nini. Leo hii matatizo haya yanaendelea, hata kesho akiondoka nani? Mangungu, shida itaendelea kama Mo ataendelea kuwepo. Kwa hiyo mimi nawashauri wana Simba wenzangu, tuungane na mwenyekiti wetu ambaye anaipigania Simba kwa sasa hivi. Ndio maana sasa hivi anaipigia Simba, wanachama wa Simba warudi kama zamani ndani ya klabu ya Simba. Ndio kitu ambacho anapigana nacho sasa hivi. Kingine ambacho anapigana nacho, kubadilisha katiba kuendana na hali ya sasa hivi tulionayo. Leo hii nafikia hatua Yanga wanajenga uwanja. Lakini wa kwanza kusema tutajenga uwanja ilikuwa ni Simba. Lakini Yanga ninavyowaona uwanja utajengwa pale Jangwani. Na itakuwa bonge la uwanja na tutapata aibu. Sura zetu tutaziweka wapi? Lakini wa kwanza kabisa kusema watajenga uwanja ilikuwa ni Simba. Na ni Mo huyu alituambia bwana, kinachofuata sasa hivi pale kutakuwa na gym, kutakuwa na uwanja. Wana Simba msio na wasiwasi. Miaka inaenda. Sasa hivi katotea mkeka sasa. Anatudai. Kwa sababu mkimtikisa kidogo anakuambia na wadaini hela zangu. Sasa hivi anataka hela zake alipwe. Na sasa hivi kuna mahesabu hapa anataka akaguliwe, ikiwezekana ndani ya mwaka huu apewe hela zake. Na sisi tunasema sisi Mo hatudai hata 100. Kwa sababu gani? Hakuna sehemu hata siku moja amewahi kusema kwamba jamani nawakopesha. Kumbe ina maana alikuja Simba kwa ajili ya kutukopesha. Tungeenda benki tu kwenda kukopa. Na imeenda mbaya zaidi, imefikia hatua baadhi wanachama wa Simba bado wanaendelea kumwamini Mo Dewji. Sijajua walilogwa kwenye design gani. Unajua kulogwa kuna aina 3. Kuna kulogwa kwa fikra. Umeona bwana? Yaani wewe muda wote tunamwimba Mo tu. Sababu Mo tu. Na kuna watu wamemloga Mangungu. Sababu mimi nakwambia mbaya tu. Sababu mbaya tu yule aondoke. Tupe sababu basi. Leo tumekuja na suluhisho.
kwamba anayetakiwa ndani ya Simba aondoke ni Modoi. Huyo ndo ambaye anatuchelewesha. Lakini hakuna mtu ambaye nimegundua. Mimi siku moja juzi hapa ile juzi nililia. Baada ya kugundua kwamba kumbe anayetupegelea ndani ya Simba ni Mangungu. Mangungu imefikia hatua yeye sio muongeaji ila ni mtu wa vitendo. Kivipi? Angeamua akae kama hivi kwenye hizo media, Simba ingepasuka vipande vipande. Ila akaamua kukaa pembeni ili mjionee wenyewe. Hali halisi ndio hii kwa mnavyoona. Wewe tulijua ni mwekezaji. Wewe tulijua ni mfadhili. Kumbe mwisho wa siku sio mfadhili, sio mwekezaji, wewe ni mkopeshaji. Finka. Umeelewa? Wewe ni mkopeshaji na hela ambayo tunadaiwa inazidi kwenda juu. Na ndio maana nataka umweke mwenyekiti wake ili huyu atoke. Huyu anavishwa ubaya, atoke wamweke mwenyekiti wake. Huyo mwenyekiti waendelee naye mpaka 2030 tudaiwe bilioni 300. Tena mkopo wenyewe mchungaji ni wakausha damu. Kwa hiyo mimi ndugu zanguni, wanachama wa Simba, leo tumekuja kuambieni ukweli. Hali halisi ndani ya Simba ni Mo aondoke. Ikaenda mbaya zaidi mpaka yule train ageni. Yule bwana yule alikuwa anasemea vizuri Simba. Lakini alivyoona kwamba huyu anakoelekea kama Mangungu, ngoja na yeye nimtoe. Naye akamtoa. Kwa hiyo train ageni naye ni mtu ambaye alikuwa anaendana na sisi wanachama na alikuwa anatupigania sisi wanachama. Lakini alivyogundua kwamba huyu naye ni mtu wa Mangungu akaamua kumtoa. Sasa hivi wanapigana wenyewe kwa wenyewe ndani ya Simba. Kwa sababu Mo yeye nia yake ni faida. Huyu mwenyekiti wetu nia yake yeye kuiendeleza Simba ilipo ili ondoke. Kwanza Mangungu hana njaa kama watu wanaofikiria. Yaani yule kavishwa kwamba kaonekana kwamba si chochote. Na nalaani yule kijana ambaye mpiga kofi siku ile. Nilisema nitamfungulia mashtaka nadhani Jumatatu yule kijana. Wao wasipomfungulia mimi mwenyewe nitamfungulia mashtaka na atapelekwa polisi, nitapeleka mahakamani na lazima sheria itachukua mkondo wake. Kwa sababu kuna vitu vingine hivi tuchukue hatua sisi kama sisi. Haiwezekani kumdhalilisha mwenyekiti na sisi tupo tunachekelea. Kwa hiyo ndugu zangu, mimi sina mengi ya kuzungumza, nimejazia tu pale ambapo Mo kanifilisi pamoja na nani na Jibisi 64. Mungu ibariki Simba Sports Club. Amin. Mungu uliumba mbingu na nchi. Amin. Simba ninaikabidhi mikononi mwako. Wanaopanga mabaya ndani ya Simba wakashindwe kwa jina la Yesu. Kuanzia sasa hawana nafasi tena. Wanaosababisha wana Simba wakose furaha. Wana Simba wana miaka karibu 5. Hawana raha na timu yao. Lakini watu wachache wanaoharibu Simba. Mungu simama na Simba. Mungu simama na Simba yetu. Simba yetu tunaikabidhi mikononi mwako. Na watoto waseme amen.